Jambo la kuwaita hapa na kuna kitu ambayo umekuwa unaniuliza kwa muda mrefu sana. Na ndio maana nimekuwa nikikukwepa, nimekuwa najifanya ni kama sijasikia, ni kama nimesikia, sababu nilikuwa nataka wakati yake ifike. Ndio ili niweze kukuelezea na wewe pia uweze kukua huru, sababu ni kitu ambayo najua imekusumbua kwa muda mrefu. Unanipenda na unaleta nikukosea. Kijana yangu. Nikukosea. Wewe nawe. Nikukosea. Yaani mimi huyu ni bibi yangu. Wasichana ni wengi zaidi. Ngoja. Nikusikize nini? Nimekupata katika nini? Sio hivyo. Nimekupata. Hebu pigia bibi yako simu akuje saa hii. Nataka just stand here. Usikaribie. Bibi yako aliniforce baba. Mimi sikuwa nataka, sina kupenda. Alikuforce. Aliniforce. Don't come near me. Bro, ulikuwa na force huyu mwanamke kwa naye. Hapana. Don't come. Bibi yako kwa wapi? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa, daktari ameniongelesha kanambia anataka apatane na baba Mike na aweze kupatana na aliye mke wake kabla hajaribiwa kichwa. Huyu ndiye alikuwa pale, alikuwa ameharibiwa kichwa kwa mama Martin, kwa mama Edna kwa nyumba yake. Sasa ako hapa, daktari ameniambia kwamba niwatafute, ndio maana tumekaa hapa. Kuna kitu anataka kuzungumza na wao. Uko aje Mabe? Niko poa. Uko poa? Ongea na sauti kidogo. Niko poa. Sasa hizo unaendelea vizuri? Sasa hii nimepona. Sasa hii niko sawa na kumbuka kila kitu. Ulikuja kaongea na mtoto wako Mike? Kutoka tutoke pale. Nimeongea na yeye. Okay. Sasa hapa Mabe, mtu ameniita ni daktari. Unadhani ulimuona si eti umjui, si ndio? Ndiye sasa ndiye ameniita akaniambia kwamba niwatafute mkuje, kuna kitu anataka azungumze na nyinyi ukiwa na bwana yako hapa. Habari ya mama. Unaendelea namna gani? Naendelea vizuri. Nashukuru, hata mimi nafurahi nikikuona ukiwa hivyo. Polepole tu utarudi ukuwa sawa kabisa na afya yako pia itarudi. Unajua ni vile maisha ambayo ulikuwa umekaa ilikuwa ya mateso. Lakini nashukuru Mungu kama uko huru, kila kitu itakuwa sawa. Mimi nimetaka nikuone ili tuweze kujadiliana kidogo pamoja na mzee hapa. Huyo mzee ni rafiki yangu sana. Nimesaidiana naye kwa mambo mengi na nazidi kumpigania sababu kuna vitu yake mingi ambayo ilikuwa ipotelee nje, na nadhani alikuwa amekuguzia, labda usibado alirudi nyumbani na tukaongea lakini mingi anastuka sababu hakuwa anajua venye kunaendelea. Sababu yani hii vitu inakaa ni kama ndoto, sababu vitu ambaye inatendeka mpaka hata watu wanashangaa. Na mimi mzee, jambo la kuwaita hapa na kuna kitu ambayo umekuwa unaniuliza kwa muda mrefu sana. Na ndio maana nimekuwa nikikukwepa, nimekuwa najifanya ni kama sijasikia, ni kama nimesikia, sababu nilikuwa nataka wakati yake ifike. Ndio ili niweze kukuelezea na wewe pia uweze kukua huru, sababu ni kitu ambayo najua imekusumbua kwa muda mrefu. Kwa kulingana na mambo ambayo imekuwa inatokea, na nadhani muda umefika wa kila kitu kujulikana. Mimi ningependa tu kuuliza, mko na watoto wangapi? Mimi najua mtoto mmoja. Mko na watoto ngapi na huyu mzee? Kuna mmoja. Mko na mtoto mmoja ambaye ni Mike. Huyo kijana peke yake. Mzee, huyo mtoto ako na miaka ngapi? Mtoto anaelekea 28 hapo. Mama, mtoto ako na miaka ngapi? Kama alivyosema. Ni sawa. Hiyo ndio nilitaka tu kujua. Hamna mtoto mwingine nje? Mama, uko na mtoto mwingine nje? Hapana. Ni huyo mmoja tu. Ndio ni vizuri. Na naona mmemlea vizuri na mnampenda sana licha ya vitu ambaye inatokea. Naona mzee umejitolea kama mzazi, sababu ingekuwa ni mwingine ingekuwa hata alimuweka ndani ama alifanya nini, ama hata ungeweza kumpea laana. Unajua kuna wazazi wengine ambaye wana roho nyepesi, akiona kitu kama hii anatolea mtoto nguo, anaweza kumlaani. Lakini wewe naona
umekuwa unamtunza vizuri licha ya vitu ambaye anakufanyia. Unajua yote tunasema mzazi ni mzazi. Ni kujikaza. Ndio. Na mimi nashukuru kwa huyo moyo ambaye uko nayo. Ni kweli. Yes. Sasa huyo mtoto unasema ako na wanasema damu nzito kuliko maji. Ni ukweli. Kwa hivyo huyu mtoto tuwezi muacha. Lazima hata kama kumeenda vibaya tunatafanya nini? Tunatengeneza. Ni ukweli. Ni ukweli kabisa. Hiyo ni ukweli. Na kitu ile ika hapa mimi ningependa tu nielezee, na mimi ningependa tu amani kwanza, kitu ya kwanza ikuwe katikati yetu. Na kitu ambaye itatokea na ama maneno ambaye anaenda kusema, naomba tuipokelee jinsi ilivyo. Na tusikuwe na mzozano. Si hapo mpaka hapo tumeelewana. Yes, sababu mzee mimi nimekusaidia kwa muda mrefu sana. Ni kweli. Na umeona vile kazi yangu inafanyika. Ni kweli. Na mambo ambayo nitakueleza nadhani utaiamini sababu umeona vitu mingi. Hivi unamweleza kutoka wapi? Ni vizuri tungejua. Unamweleza kutoka wapi? Ni mambo tu ya kifamilia. Ni mambo tu ya kifamilia. Sababu hata pia wewe unanijua, sababu sinadhani unanijua. Ni kweli tunajuana, lakini ningetaka kujua. Ndio maana tuko hapa, so tutajua tu madhe. Tulie tu tutajua. Tuendelee. Umesema huyo mtoto ako na miaka 28. 28. Na huyo mtoto mbona mimi na mzee, wewe ni kabila gani? Mimi ni Mkikuyu. Mama, wewe ni kabila gani? Mkikuyu. Mbona huyo mtoto ni Mnandi? Ati ni Mnandi? Mike ni Mnandi. Mike ni Mnandi? Huyo mtoto damu yake ni ya Wacha mzee nikuambie ukweli. Naomba tu, ndio maana hata songa karibu ili usikie hii maneno. Naona ukiwa mbali una nisikie sasa venye kunaenda sababu unanistua. Kitu ile ika hapa mzee. Mimi ningependa tu nikuambie ukweli, ama mama utaambia mzee ukweli. Kwani kuna kitu ameficha? Kwani unaongelea nini? Unajua hata sielewi. Unaongelea nini hasa? Ni ukweli gani? Amesema mtoto ni Mnandi. Mnandi aje? Sasa mimi nataka kuuliza my friend. Mimi ni Mkikuyu, mama ni Mkikuyu. Wanaweza zaa Mnandi? Hiyo mambo hata mama si kitu inaweza hata ingiana. Daktari tuelezee. Tujue. Mama, mimi ningetaka tu ufunguke ukweli. Mwambie mzee ukweli kwamba kitu ambaye inaendelea. Daktari, nifunguke nini? Ni nini nafunguka hasa? Nimwambie mtoto ni Mnandi ama ni Bukusu ama nimwambie nini? Kwani kuna damu ya Mnandi? Daktari, hebu simama unieleze hiyo mambo vizuri. Naona nataka kuniharibia boma yangu daktari. Kaa chini kwanza tuelezewe venye kunaenda. Unaharibiwa madhe. Kaa chini kwanza. Kaa chini kwanza. Ndio daktari aongee venye anataka. Unaharibiwa. Aje? Hakuna. Wacha tu tunataka tujue ukweli. Mike ni wa mzee. Hata sijui kitu kingine. Nini sijaelewa. Mimi nimekuwa nikiuliza hapa hii damu kama ni yangu. Unauliza nani na wewe hata wewe mwenyewe nilikuuliza. Unajua? Ni nini unauliza? Mama ndiye anajuanga kule mtoto ametoka. Sawa. Umemlea kutoka akiwa mdogo, sasa ndio unakuja kujua. Unaweza enda na mtoto atoke na huko nje na mimi nile. Aje sasa? Kwani wewe ujielewi? Unawezaje kuwa ujui mtoto wako? Unawezaje kuwa ujui? Mimi nimekuwa nikiuliza. Naomba kidogo. Kuomba nini? Naomba mama ukae chini tu, kaa chini tuongee. Mbona unakasirika tukiongea hivyo? Sijakasirika. Ni vile nimeshindwa. Isho kama hiyo nzito hivyo yangu, ya damu yangu ya mzee wangu imekuja kujaje mpaka inakuja mtoto si wangu? Tunataka kujua ukweli. Ukweli ni huo, hakuna ukweli mwingine. Kaa chini daktari alimalizie. Huyu daktari wa wapi? Nani alikuponya? Aliniponya, lakini hata kama aliniponya. Kama alikuponya, unafaa kumwamini. Mimi niliponywa na Mungu, ni dawa tu alinipea. Kunipea dawa si kuniponya. Nyamaza kwanza ukae chini. Mbona unaanza kuongea hivyo? Nyamaza kwanza ukae chini. Kunipea dawa si kuniponya. Nikufanya nini? Asikuja kuharibu nyumba yangu. Nikufanya nini? Kunipea dawa si kuniponya. Ulikuwa umefungiwa miaka ngapi? Naomba tutulie. Miaka 2, sikatai. Sasa kitu ile ika hapa mzee. Acha tu mimi niongee sababu nimejaribu kurusha hii swali kwa mama, lakini naona vile anatupeleka si vizuri.
Wewe acha tu nikuambie ukweli mzee. Wewe kuna shida ambayo uko nayo na mama alikuwa anajua hii shida. Uko na shida ya uzazi. Mimi Uko na shida ya uzazi na huyo mtoto ambaye ni Mike, huyo mtoto si wako. Mama alienda akapata mimba nje na mlikuwa mmekaa naye kwa muda mrefu sababu kuna kipindi ambaye mlijaribu kutafuta mtoto. Sasa wewe usiseme hivyo, msianze kusema. Mimi nauliza. Wewe. Nauliza. Yani wakati tu tumepata mali ndio umeanza kwenda nakuuliza wewe. Nakuuliza wewe. Unaenda nje, unapata mtoto, unaniletea unaniambia ni wangu. Wacha ni huyu mtoto nimekuwa nikikwambia aje? Mtoto ni wako. Nimekuambia hii damu, nimekuambia hii damu na ninaishuku. Mtoto ni wako. Nilikwambia hii damu naishuku. Unaenda kuokota watu wakupea maneno. Wewe mzee. Wewe kaa chini. Kaa chini kwanza tu. Ukae chini hapo tuelezewe. Kaa chini na usiamuke hapo. Ukoje mzee? Kaa chini kwanza. Mbona ujielewi? Kaa chini. Tuelezewe. Sababu gani? Si wako. Mimi nimekuwa nikiuliza mtoto. Mbona ukujua ukipata mtoto? Sikujua aje. Na mbona umemlea? Umesikia daktari amesema aje? Mpaka napi umekuja kudanganywa hapa. Haina shida. Mbona unadanganywa hivyo? Mtoto hata anaweza tolewa nje. Anaweza tolewa nje na mimi ni leo. Acha kukamtuka confused. Daktari ameniambia mali ndio umeanza kuchunguza mambo. Sio kuchunguza. Daktari ameniambia aje hapa. Huyo mtoto ni wako. Upende usipende. Nitaenda kufanya DNA. Hata ufanye DNA. Nitafanya DNA. Hata ufanye na hapa kila kitu inajulikana. Itajulikana. Huyo mtoto ni wako. Sababu sasa kama umeenda huko nje umepata mtoto na unaniletea. Mimi mwenyewe nimelea mtoto 28 years. Nikijua mtoto ni wangu. Daktari amesema sina nguvu ya kupata mtoto. Kwani alijuaje? Alijuaje? Wewe mbona unadanganywa? Alijuaje una nguvu? Kule alikuwa amefichwa, nani alimwambia? Nani alimuonyesha? Ulijuaje wewe una nguvu? Ndio nakuuliza wewe. Na wewe kule ulikuwa amefichwa miaka 2. Nani alikuonyesha? Nani alimuonyesha? Kumuonyesha? Mimi sijui, hata sijui mlijuana wapi. Hakuna mtu alimuonyesha. Kama kuna madaktari wanakaa kama huyu, sijui kama kuna daktari wanakaa kama huyu. Sijui. Yeye ndiye alifanya mpaka urudi hapa, umerudi sasa. Kama sio yeye ungekuwa tu umefungwa huko. Ukiwa mwendo wazimu. Acha nikwambie mzee. Hebu kuja mzee. Ni vizuri tuongee mambo ya hakuna mahali naenda. Tuongee mambo ya nyumba. Acha nikwambie mzee. Acha nikwambie. Acha mambo mingi. Unajua wewe ni kudanganya, unadanganya. Unadanganywa. Kaa chini. Wacha nidanganye lakini kaa chini. Unadanganywa. Kaa chini mpaka tujue. Mzee unadanganya. Endelea. Tuambie daktari. Usikubali kudanganywa kuharibu familia yako mzee. Ni nini mbaya na wewe? Wewe nyamaza. Unaenda huko nje unapata mtoto alafu unaniletea hapa. Alafu unaniambia mimi ndio mama. Kama naweza tulia. Huyo ni mtoto wako. Sasa hapa nitabidi niende hospitali. Mbaruya. Sijui mbakare. Itabidi niende hospitali. Nijijue kwanza. Kitu ile mimi nakuambia mzee, sababu hata huyo mwanamke ambaye ulikuwa umeoa huyo ndio Edina. Mmekaa naye kwa muda lakini hamkuwa mmepata mtoto, si ndio? Ni ukweli. Na huyu mwanamke alikuwa anajua hiyo kitu toka kitambo, sababu mlijaribu na yeye akaenda akapima akaona hako sawa na hakutaka kukuambia. Sasa ilibidi aende nje, akatembea huko nje na akapata mimba, na huyo mtoto ni Mnandi. Na hata anajua baba yake. Sasa na ndio maana wamekuwa anakufanyia vitu kimakusudi. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Ni maneno gani hii inaletoa hapa? Kudanganywa. Wacha nikwambie. Yaani kwani mumeamua aje nyinyi wote? Tumeamua na nani? Wote mpaka wale wasichana wengine. Mzee. Sasa hii tu umepata mali, tumeteseka tu na wewe kabisa. Nyinyi mumeamua aje? Umeenda majuu ukakuja tu ukadanganywa tu hivi. Ni nini mzee? Kwani unajielewa ama hauko soba? Utafutiwe dawa, ukaikaa uko soba. Na mimi nasikia hata kichwa imeanza kuuma. Si unaonekana. Unaonekana huko sawa. Kichwa imeanza kuuma sababu sasa hata ninashindwa. Mama Mike, ambia mzee ukweli tafadhali. Kama mtoto ni wake. Najua ukweli. Najua kwamba unajua ukweli. Na nikuulize, wewe unasema ati mtoto ni Mnandi. Kuna damu inaonekana ya Mnandi ama ya Mkikuyu ama Daktari amesema mtoto ni Mnandi. Kama hiyo? Na ameniambia mtoto si wangu. Mama Mike, unajua huyu ni daktari mwenye alikuponya? Najua aliniponya. Sasa anaweza tuambia kitu ya uongo nafikiria. Hakuniponya, yeye alinipea tu dawa mimi nikapona. Msiniambie aliniponya. Hakuniponya. Hakukuponya? Alinipea tu dawa, Mungu akaniponya. Kama huyu daktari ndiye anakuja kuongea uongo kwa kuhusu mtoto wangu. Daktari anaongea uongo? Yes.
Wewe mwenyewe haukuenda nje ukakuja na mtoto hapa ndani. Mimi sijaenda nje. Haukuenda nje ukakuja na mimba ndio waambie ni mimi. Mtoto ni wako. Na usidanganywe. Huyu mambo itafanyika aje haya? Hii maneno itafanyika aje nikiwa ndani ya nyumba? Kaa chini mama Mike tuongee. Mbona mama unakataa ukweli? Mimi niko hivi na mimi sijijui. Huo ndio ukweli. Hakuna ukweli mwingine. Huo ndio ukweli. Huo ndio ukweli. Niko hivi mimi. Ukweli mwingine upi? Sijawahi hata fikiria niende uko na mtoto. Mike ni mtoto wako. Unajua kama uko medical no. Mike ni mtoto wako. Sasa hii mali yote nitaachia nani? Ni vizuri mzee, mimi nimekuambia ukweli sababu nilikuambia nitasimama na wewe, na hii swali umekuwa ukiniuliza mara kwa mara na nimekuwa nikikukwepa. Mimi nikiuliza hii damu si yangu kulingana venye. Hati mimi ninaachana na mke ndio huyu amemrudia. Ninakuja ninamkuta na mke wangu. Huyu mtoto amekuwa anafanya hivi makusudi tu sababu anajua wewe si baba yake, sababu pia anajua na anajua kwamba alijulia wapi. Wewe mpaka mtoto anajua mimi si baba yake. Akajulia wapi? Anafanya hivi tu makusudi tu. Anafanya makusudi mpaka Mike anajua. Mbona mimi mnanileta kwa mambo sielewi? Mtoto akajulia wapi? Ushaambia Mike kwamba usi baba yake? Hapana, kuna kitu kama hiyo. Hujaimwambia. Huyu ndiye baba yake. Wewe ulimuonyesha tu ndio baba yake. Hapa daktari anasema kwamba yeye anajua, na alijua aje? Sasa daktari anasema kwamba anajua. Hivi vitu ambavyo huyu kijana amekuwa anafanya. Amekuwa anafanya makusudi tu sababu anajua hakuna laana atapata, sababu huyu si baba yake. Hata akilala na mke wake huyu si baba yake. Huyu ndiye baba yake. Hata sijui. Na sisi tumetafuta mali na huyu mzee pamoja. Paka hizi mambo zote sasa zimekuja. Hakuna kutafuta, mmetafuta mali pamoja. Mmetafuta mali pamoja na ulikuwa umewekwa huko nje. Tumetafuta mali pamoja na yeye aje. Mimi tumekuwa na wewe. Aje? Wakati ulikuwa umewekwa huko tulikuwa pamoja. Ndio nauliza wewe. Wakati ulikuwa umewekwa huko nje tulikuwa pamoja. Wakati ulitorokea na ukasema nimeanza kiburi. Tumetafuta mali pamoja aje? Tumetafuta mali na wewe. Pamoja aje? Kutoka tule Mike akiwa mdogo. Sisi tumekuwa na wewe. Mimi nataka ukweli ujulikane hapa. Ukweli umejulikana. Ukweli ujulikane hapa. Wewe ndiye baba. Wewe unaenda mpaka nje unakuja na mimba. Alafu mimi nile. Nakuulizaje? Wewe mwenye unaelewa mambo. Uchaisikia damu ikijulikana ati huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe umedanganywa. Usikubali kudanganywa. Na wewe umejua aje wewe ni Mkikuyu? Haya. Na mimi na wewe mbona umejua? Mimi. Wewe mbona umejua wewe ni Mkikuyu? Kama daktari amejua mtoto wetu sio damu yangu. Usikubali kwa nyumba. Wewe unajua mpaka Mike si damu yangu. Na hivyo ndivyo nimekuwa nikijiuliza sababu ya zile vitendo ambazo amekuwa akifanya. Mama, kulingana na mambo yenye huyu mzee amepitia, nilikuwa naomba ungempumzisha. Umwambie tu ukweli kama Mike ni mtoto wake. Ukweli gani? Hakuna ukweli mwingine. Huyu ndiye babake na ndiye amemlea. Kila kitu ni yeye. Nani alikwambia kulea mtoto lazima awe baba yake? Wakati umeadopt mtoto humleangi na anakuita baba? Unamlea. Na anakuita baba. Huyu ni wako. Nitajua aje ni wangu? Umesema kwamba umekuwa na huyu mtoto kutoka akiwa mdogo. Hata kama siku ya leo ndio umejua si wako. Anaweza wekwa ndani ya hiyo tumbo na sio mimi. Maajabu haya. Anaweza wekwa ndani ya hiyo tumbo na sio mimi, na ukuje uzae isemekane ni mimi lakini si damu yangu. Njia ni mingi. Njia ni mingi. Kufunguka tu ukweli waambie. Huyu mtoto ni wako. Kwa hivyo usianze kukuja hapa kuniambia kwamba ninajua kama mtoto ni wangu. Wacha nikwambie daktari na mama. Sijui nini mnataka lakini wacha nikwambie huyo mtoto ni wako. Na mimi mambo zenu sitaki. Enda kabisa na nitajua ukweli. Nitajua kile kinaendelea hapa. Nimekwambia wewe unakorogwa na watu. Sikorogwe. Enda na nitajua ukweli. Na nyinyi asitaki mtu hata mmoja kunikaribia hapa. Nyinyi mmekuwa mkipanga kila kitu hapa. Uko pamoja na wale ambao wanapanga njama hapa. Wanakuja kuniimbia. Nitajua kila kitu kinaendelea hapa. Sasa daktari ameniambia mimi sina nguvu. Alafu huyu amekataa. Ni vizuri mzee, nimekuambia ukweli. Ni vizuri ujue ukweli. Ujue vile unajipanga na hii miaka vile imefika.
wewe ujue vile utaamua. Kama unajua ni heri ujue ukweli, ujue vile mwenyewe utaamua kama utaendelea kukaa na hii familia. Lakini ni ukweli inauma ndio, lakini jipe moyo mzee, jipe moyo. Chungu sana daktari. Nani mzee, tulia tu, mambo itakuwa sawa. Tulia, kaa tu chini. Kaa tu chini mzee. Hata sikuwa najua kama mambo inaenda hivyo. Kaa tu chini mzee tafadhali. Hii mali yangu yote itaenda wapi sasa? Itaenda wapi? Kaa tu chini mzee. Hii mali yangu itaenda wapi sasa? Tulia tu. Sina hata damu hata moja. Sasa itabidi ni adapt. Nitatafuta mke na tuadapt mtoto. Sababu huyo siwezi kaa naye. Huyo ako pamoja na wale ambao wamepanga kuniondoa katika hii ulimwengu. Mmekuwa nyumbani, mmekuwa nyumbani na yeye kwako. Sasa mkitoka pale tulimulienda nyumbani, si ndio? Sasa hiyo tulienda nyumbani. Lakini nikikumbuka huko nyumae venye wamenitesa akisema kwamba mimi nimeanza kulinga mpaka sasa hataki kukuja kwangu. Na kaenda kabisa. Mzee wewe kaa chini tu, mimi nimesikia mambo yako na vile kulingana na roho yako. Najua wewe ni mtu wa roho mzuri na wewe uko na moyo wa kusaidia. Na mimi unajua huwa naangalia mtu na bado hii miaka ambayo uko ndani bado unaweza kusaidia ukapata mtoto. Baada ya hapa hivi nataka nikushughulikie. Kuna dawa ambayo nitakupea kukunywa ya kuosha hizo mishipa. Na kama utapata, nataka nikusaidie upate mke tu mzuri. Asante. Na utapata mtoto. Nitashukuru. Sababu hii miaka bado wewe hata bado. Kama miaka imeenda sana. Nitashukuru nikiona damu yangu. So kwa hivyo mzee wewe una mtoto yote kwa maisha yako? Ndio sasa daktari ameniambia sina mtoto hata mmoja katika hii maisha. Na watu ndio unaona wananitenda hii kitendo chote. Wewe ulikuwa unakaa ukijua kwamba Mike ni mtoto wako? Yes, nimekaa nikijua Mike ni mtoto wangu. Hata kwa yote ambayo amekuwa akinitenda. Mpaka hata shamba ulikuwa shampea. Si ndio? Unajua huyo mwanamke kijana kwao nimejengea mpaka mke wake nikijua kwamba huyu ni mtoto wangu. Asihangaike. Huyo mwanamke alikuwa anajua, sababu kuna kipindi ambaye walikaa kama miaka 5 hivi. Na mlikaa miaka 5 na mkukuwa mmepata mtoto, na akaenda akajiangalia akaona hako sawa, na hiyo wakati mlikuwa mmeanza kuinuka akaona kulika atoke aende. Na hii mali hawezi wacha, akaenda nje. Kuna mtu Mnandi, ndio maana nimekuambia huyo Mike ni Mnandi. Kuna mtu Mnandi. Na nasikianga akiongea hata senti kidogo ya Kalenjin nini ama alikuwa anaenda huko. Ndio, na hata mimi nimemuuliza hiyo accent alitoa wapi. Akaniambia ni kukaa nao. Huyo hivyo ndio iko mzee, na ni vizuri umejua ukweli. Umejua ukweli hata kama inauma. Sababu hii muda ambaye na nguvu ambaye umepoteza kwa hiyo familia. Mama mtu ambaye tumesaidia pale. Na hizi ona tulimsaidia bana. Kweli asante hapana ni mateke. Tumemsaidia na akarudi nomo. Na mimi nikajua kwamba ile dharau daktari anasema sio daktari alimponya. Imagine. Sasa ameanza madharau. Kumbe kabla hujasaidia mtu mwanadamu wanakuanga. Unajua mwanadamu ukimpea chakula ashibe, bora ashibe, anasahau kama alikuwa na njaa. Hivyo ndio wanadamu wako. Lakini wewe mzee, mimi vile nilikuambia hii safari natembea na wewe. Na ukweli yote siwezi ona kitu ambaye imejificha kwa maisha yako, na mimi ni nyamaze. Mimi nitakufunulia kila kitu. Na upande wa uzazi hiyo ni kazi kidogo kwangu. Mimi nitakushughulikia. Asante. Na utapata watoto. Asante. Utapata watoto na familia mke mimi nitakushughulikia. Kuna vile nitakufanyia upate tu mke ambaye sio kukusumbua. Asante sana. Sababu unajua hao wasichana hao wadogo hao pia nayo wakikuja kwa wazee kama wanataka tu pesa. Ni kweli. Mimi nitakusaidia na nitakutengenezea maisha yako. Ni sawa. Hii vitu ambaye inakuandama hizi yote mimi naenda kufunga. Ni asante. Ndio. Asante. So guys, hapa mambo ijaenda vizuri kabisa. Lakini acha tutarajie mambo mazuri kwa mzee. Tuombee mzee mali tuko aweze kupata amani yake tena. Hiyo ni kitu tunajua ni painful sana, na ni kitu tunajua mzee itamsumbua pia. Lakini mambo itakuwa sawa mzee. Sawa. Mungu atanisaidia.